Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilinyolewa kichwani kipindi. Ulinyolewa kichwani? Ndio, kipindi nipo chuoni nasoma. Kipindi ukiwa chuoni? Ndio. Na hilo tatizo nimekukumbuka sasa. Mnamkumbuka Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Samuel Deus. Karibu. Kwa Mara. Mimi nina changamoto moja. Nilipokuwa naenda chuoni, natoka likizo nyumbani, fika chuoni kesho yake asubuhi naamka naenda chuoni nakuta nimenyolewa nywele kichwani. Sasa nilipomaliza chuo narudi nyumbani, ilikuwa ni mwezi wa 10 mwaka jana. Tena nikaamka asubuhi nikakuta nimenyolewa nywele hapa. Hadi sasa hivi naona bado hazijaota. Sasa nashindwa kuelewa changamoto ni nini. Changamoto sio kitu kingine, changamoto ni wachawi. Changamoto ni kwamba hutakiwi wewe uinuke katika nyumba ya baba yako. Niangalie vizuri usoni. Kwako Mungu amewekeza vitu vikubwa. Kuna roho ya ukuu, kuna roho ya uongozi iko kwako. Hiyo roho ndiyo inayotafutwa. Hutakiwi uinuke ufikie mahali ambapo Mungu amekukusudia. Wewe ni mtu mkubwa, lakini kwa mazingira ya sasa hauonekani hivyo. Kilichochukuliwa kwako ni mamlaka. Nywele zinapoondolewa kichwani, manake uwezo wa kutawala, uwezo wa kuongoza, uwezo wa kuelekeza, uwezo wa kumiliki unaondoka. Nywele zinasimama kwenye nafasi ya ukuu. Kwa lugha nyingine tungesema hivi, utukufu wako, utukufu wa mtu upo kwenye nini? Kichwani. Wanaponyoa maana yake wanakuondolea ile mamlaka iliyoko ndani, wanachomoa ile hazina ya hatima yako ili usione kwenye maisha yako. Kwa hiyo kilichochukuliwa kwako ni hatima yako, ukuu wako, kwa sababu Mungu alikudesign wewe ndani ya familia ya baba yako uwe mtu utakayewasaidia watu. Kwa lugha nyingine ni kwamba una kofia ya Yusufu. Yusufu mara nyingi huwa sio mzaliwa wa kwanza. Anaweza kuwa mzaliwa wa kwanza wa kuzaliwa, lakini uzaliwa wake wa kwanza upo katika nafasi Mungu aliyompa katika ulimwengu wa roho. Unanielewa ndugu yangu? Wewe ni mtu mkuu sana. Wanaopambana na wewe ni watu wanaoona thamani ya vitu visivyoonekana, hata wewe mwenyewe uvioni, wao wanaviona. Kwa hiyo wanachochukua ni ile neema ya kuwa mtu yule wa baadaye, ili usifike kule. Haleluya. Sasa mnasemaje? Tumrudishie nafasi yake, si ndio? Nywele zako zitaota na hutanyolewa nywele tena, iwe ni chuoni na ukienda nyumbani. Amen. Haya ndio yale ninayowaambia siku zote hivi. Adui akikufunga, ukitoroka gereza lake Arusha ukakimbilia Marekani, huwa wanaweka alama. Ukifika Marekani, watu wa aina ile, wachawi, wakikuona wataona ni nyama yao, ni mtu wao, watakutumikisha kwa vifungo vile vile vya Arusha. Ndio maana unaweza ukaona watu wengine waliondoka Tanzania kwa kukimbia umaskini wakakimbilia Ulaya, wanahangaika mpaka leo. Gereza lililokufunga kama halijafunguliwa, hata kama ungekimbilia wapi, utaendelea kukaa gerezani. Unaitwa nani? Naitwa Samuel Deus. Samuel, sogea vizuri. Baba, namfungua kijana Samuel na namrudishia hatima yake walioiba. Kuanzia leo, kile kilemba cha ukuu alichonacho ambacho adui alikusudia kukiondoa, ninamrudishia na namtenga na kila ndoto mbaya,
namtenga na mashambulizi ya kila namna, namtenga na watu wabaya, namtenga na kila aina ya vitu vinavyofanywa kwenye mwili wake. Kuanzia leo, roho ya uharibifu haitafanikiwa. Naachilia uwezo wa kurudi kwenye nafasi yake, arudi kwenye Edeni yake, arudi kwenye hatima yake ya mwanzo. Naamuru afanikiwe, na vyote walivyokuwa wamepanga kufanya kwake havitafanikiwa tena, katika jina la Yesu Kristo. Na watu wote waseme amen. Sikiliza, kuna mabadiliko unayashuhudia kwenye maisha yako. Mwanzo kuna vitu ulikuwa unavifanya kwa wepesi, ulikuwa na kibali. Baada ya hizi changamoto za kunyolewa kuanza kutokea, kuna namna unaona watu wamegeuka, wale waliokuwa karibu na wewe wameondoka. Vitu vingi ulivyokuwa unavifanya kwa wepesi vimekuwa vigumu sana. Na hata maisha yamebadilika, yamekuwa na hali fulani ya ugumu. Unajitahidi kutoka lakini inashindikana. Mungu amekurudishia thamani yako iliyoibiwa. Hautakuwa kule walikokuweka tena. Unaanza maisha mapya, na ninakwambia utaanza kuona mabadiliko kuanzia tarehe ya leo. Watu wale waliokukataa, waliokaa mbali, watakutafuta. Wanaoamini waseme amen. Nenda kafanikiwe. Amen. Nenda kafanikiwe. Kwa hiyo tatizo nimekaa nalo mwaka 1.5, lakini baada ya kufika hapa nikaombewa. Sasa hivi nywele zangu zote zimeota. Sasa hivi nywele zako zimeota. Amen. Wewe zilikuwa ziote kwa muda gani? Nilikuwa nimenyolewa hapa hivi pamoja na hapa. Ila sasa hivi kote kushaota nywele. Kwa muda gani ulikuwa na hiyo hali ya nywele kutokota? Nimenyolewa bado nikiwa mwaka wa pili mwishoni. Lakini nimekaa nao mwaka wa pili, wa tatu nimemaliza na nimerudi mtaani, lakini bado zilikuwa hazijaota. Bado nywele hazioti? Ndio. Hivi inawezekanaje nywele zinakaa zaidi ya mwaka mzima haziote? Na nilipokuwa sina nywele kipindi hicho, nilikuwa nakumbana na changamoto. Ulikuwa unanyoa nywele zote? Nilikuwa nanyoa kipara ili kisionekane. Ndio, na navaa na kofia. Sasa hivi uko huru? Niko huru, na nilikuwa nateseka na kichwa sana, lakini tangu nimefika hapa. Ulikuwa unateseka na kichwa? Ndio. Lakini tangu siku nimeombewa, sijawahi kuugua kichwa tena. Hujawahi kuumwa kichwa tena? Hebu angalia kazi Mungu anazofanya. Sasa unawaambiaje hao watu wengine wako hapa hawajawahi kuamini vitu vya namna hii? Mimi kitu ambacho nawashauri, wawe na moyo wa imani. Wawe na moyo wa imani. Hapa wako mahala sahihi. Ndio. Amen. Mimi mwenyewe hilo nimelishuhudia, maana wewe mwenyewe umeshuhudia. Ndio, sio kwamba ndo mara ya kwanza kuombewa. Watumishi wengi wameniombea, lakini zilikuwa ziote. Zilikuwa ziote. Lakini baada ya kufika hapa tu, baada ya kuombewa zikukaa hata mwezi zimeshaota. Anastahili Yesu kupewa sifa. Amen. Kuna binti mwingine alikuwa na kesi kama hiyo. Amekuja leo. Huyu hapa. Huyu binti alinyolewa na yeye nywele zikagoma kuota. Lakini nilimshangaa. Yeye mwenyewe ananiambia nywele zangu zimeota. Ulikaa muda gani nywele zikiwa ziote? Miaka 2. Miwili. Ni mzima sasa. Amen. Wewe ulikuwa unasikia kichwa na wewe baada ya kunyolewa nywele zako? Ndio. Na ulikuwa unasikia kichwa kinauma kila mara? Ndio. Tangu wakati huo ulipoombewa? Ikaisha kabisa. Uko huru sasa? Ndio.